Ya Rabbi Allahumma, dua zetu zisikie. Ya Rabbi Allahumma, dua zetu zisikie, na maasi tuliyoyachuma. Ya Rabbi tughfirie. Ya Allah tunakuomba tusamehe dhambi zetu. Ya Rabbi Allahumma, dua zetu zisikie, na maasi tuliyoyachuma si kitu kwa wema wako. Endelea kufuatilia Firdaus TV hapa katika vipindi tofauti vya kheri. Kumbuka, wakati sahihi ni wakati wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akhukum fillah Talib. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nikiwa kama mkuu wa wilaya, ni jukumu langu namba moja kuhakikisha wananchi wote waishio ndani ya wilaya hii wako salama, lakini pia wana uhuru wa kuabudu na kufanya shughuli zao zote kwa mujibu wa sheria ya nchi yetu, na hilo nimeapa kulifanya na nitaendelea kulifanya. Kwa hiyo niendelee kutoa rai, lakini pia kuwaeleza wananchi wenzangu kwamba Mkuranga tuko salama na tutaendelea kuzingatia taratibu na mambo yote ya kuendelea kutuweka salama ili wananchi waendelee kufaidika na tunu hii ya amani na salama ambayo iko ndani ya nchi yetu. Wakati unamzungumzia Sheikh Firdaus, umesema kwamba ni kama kijana mwenye usubutu, anayejaribu kila hatua na mwenye azimio ya kufika mbali. Wewe unamtazama vipi Firdaus? Na mtazama kama kijana au kiongozi wetu wa dini ambaye ana maono, lakini pia ni kiongozi anayejituma na siku zote yuko tayari kuendelea kuhakikisha anatuongoza katika njia sahihi, lakini pia yuko tayari kuendelea kuhakikisha anatuunganisha sisi wananchi wa wilaya ya Mkuranga na Tanzania kwa ujumla, bila ya kujali dini zetu, bila ya kujali makabila yetu. Kwa kweli ni kiongozi wa kupigiwa mfano na sisi tunajivunia kuwa na kijana wa namna hiyo. Ukiwa kama kiongozi, ukiwa kama muumini wa dini ya Kiislamu, ulijisikia fahari kiasi gani pale ambapo unaambiwa kwamba watu wakiwa kwenye dua zao hapa zawiani huwa wanawataja viongozi wao na kuombea baraka, neema pamoja na afya? Kwako kama Bi Khadija Nasir Ari, umekuwa proud kwa kiasi gani? Kazi ya uongozi ni kazi ngumu sana, ina changamoto kubwa, na sisi tunafahamu ni kwa sababu ya uwepo wa viongozi wetu wa dini, lakini pia ni kwa sababu ya uwepo wa wananchi ambao wamekuwa wakitutakia heri na kutuombea dua siku zote. Ndio maana shughuli ambazo tumeelekezwa, lakini zile tunazopangiwa kufanya huwa zinakamilika vizuri. Kwa hiyo niendelee kumshukuru sana Firdaus na kituo chake kwa kutuweka kwenye maombi, na tunaendelea kumuomba asitusahau kwenye maombi, hususan maombi hayo yakamlenge zaidi kiongozi wetu nambari moja Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumalizie na hili hapa, mkuu wa wilaya ya Mkuranga, wakati azana ilipoaziniwa ulionekana ukichukua tende ukigawa kwa watu ambao wanahitajika kufuturu, hususan watoto wadogo, ukagawa maji na chakula pia. Hii ni statement ya aina gani umeituma kwa jamii nzima, hata kwa watu wa Mkuranga na watu ambao inabidi wafanywe kama mfano wa kuigwa kwa jamii? Hilo sio niigwe mimi, tunapaswa kuishi katika miongozo, lakini pia yale ambayo wameishi watangulizi wetu, hususan viongozi wetu wa kidini. Sisi wote tunaishi katika kuangalia yale maisha na mienendo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye alikuwa akiongoza kwa vitendo, lakini pia alikuwa akitanguliza umma wake kabla yake. Kwa hiyo hata sisi hapa viongozi, sio tu peke yangu, tulihakikisha kwanza tunawapatia tende wale ambao wameshiriki ili waweze kupata kufuturu, baada ya hapo na sisi tuweze kupata fursa ya kufuturu. Kwa hiyo hiyo ndiyo falsafa ya uongozi bora, na tunatakiwa kuishi katika falsafa hiyo.
Sisi tukutakie heri na safari yako na tukualike kwa vitu vingine. Nawashukuru sana, asanteni sana. Hapa napenyezewa pa mkuu wa wilaya kwamba siku 100 za Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan mama yetu, siku 100 za kwanza, wilaya ya Mkuranga imenufaika kwa kiasi gani? Kwa kweli tuna mengi ya kuyaeleza ndani ya siku 100 za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika sekta zote muhimu. Nitumie fursa hii kwa niaba ya wananchi wenzangu kumshukuru, lakini pia kuendelea kumwombea kwa Mwenyezi Mungu uzima na afya ili tuendelee kufaidika na kazi kubwa na nzuri ambayo amekuwa akifanya. Nikianza kuzichambua sekta moja moja, inawezekana tukakesha, lakini naweza tu kusema machache. Ndani ya siku 100 sisi wananchi wa wilaya hii ya Mkuranga tumefaidika na ujenzi wa vituo vya afya 3 vipya, lakini tumefaidika na ujenzi wa zahanati 18 mpya ndani ya siku 100 za Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pia ukiangaza katika sekta ya miundombinu ya barabara, tumeweza kutekeleza ujenzi wa madaraja 9, lakini pia tumeweza kutekeleza barabara yenye urefu wa kilomita 46 katika viwango mbalimbali. Lakini ukiangaza katika sekta ya elimu, tumeweza kufaidika na ujenzi wa shule kubwa 3 za sekondari ndani ya siku 100, na tumeweza kufaidika kwa ujenzi wa shule za msingi 12. Lakini sisi hapa Mkuranga tunatajika kuwa ni wilaya ya viwanda. Tumeweza kuona wawekezaji wakiendelea kuvutika kuwekeza ndani ya halmashauri hii, na kwa siku 100 hizi za Dr. Samia Suluhu Hassan wawekezaji zaidi ya 24 wameweza kukamilisha viwanda vyao, lakini kuna wale ambao wameweza kujenga viwanda vingine ndani ya vile viwanda ambavyo walikuwa tayari wameshavianzisha. Kwa kweli tuna mengi. Tuna miradi mikubwa ya nishati ya umeme ambayo inaendelea na mengine imekamilika ndani ya siku 100. Tuna mengi ya kusema ndani ya siku hizi 100, na inshallah tunasubiri maelekezo. Tutawaalika rasmi kuwaeleza ni kwa namna gani mama huyu, rais huyu alivyoweza kusimama kidete kuhakikisha zile ahadi, lakini pia utekelezaji wa ilani ndani ya wilaya hii ya Mkuranga jinsi ambavyo ilivyotekelezwa. Ninawashukuru sana na nitawakaribisha ili tuweze kujua mengi zaidi ambayo yamefanywa na Mheshimiwa Rais. Samahani Mheshimiwa, mimi nina dogo la mwisho la kumalizia. Kwenye kumalizia mwezi mtukufu Ramadhani, wengi wanafuturisha. Siku hizi kufuturisha imekuwa kama vile ni fasheni. Watu wanafuturisha watu ambao hawana uhitaji, watu wanafuturisha sehemu ambazo wenye uhitaji hawawezi kufika. Lakini Firdaus amefanya tofauti, amefuturisha kwenye kituo chake na amefuturisha watoto wenye uhitaji, watoto yatima. Wito wako ni upi kwa kwenye kumalizia mwezi mtukufu Ramadhani kwa hawa ambao wamejipanga kufuturisha? Asante, nashukuru. Kwanza, kufuturisha sio fasheni, ni maagizo na maelekezo ambayo tumepatiwa sisi Waislamu, na tumeamrishwa kufuturishana. Hata pale unapopata fursa na nafasi ya kualika hata ndugu zako wawili, tayari umefuturisha na una fungu lako, hata kama wana uwezo, kwa sababu tumehamasishwa sana kuhakikisha tunajenga misingi ya udugu, na Mwenyezi Mungu ameeleza wazi jinsi ambavyo anakasirishwa sisi waja wake tunapokataa udugu, na zoezi la kufuturishana ni zoezi moja la kuendelea kuweka ndugu pamoja, lakini karibu, lakini pia kuweza kupata fursa ya kupata futari kwa pamoja. Lakini Mwenyezi Mungu amekwenda mbali zaidi kutueleza tunapofanya mema kwa watoto yatima, yeye anafurahi zaidi. Kwa hiyo kwa kile ambacho leo hapa amekifanya mdogo wangu Firdaus, amefanya jambo kubwa sana na amefanya jambo la heri, na ndio maana sisi kama dada zake na viongozi wenzake tunaendelea kumwombea heri ili yale makubwa ambayo ameasisi yaendelee kufanyika, lakini pia yafanyike kwa ukubwa zaidi. Kila mwaka tuendelee kuimarika katika shughuli hii ambayo Firdaus na kituo chake imekuwa ikifanya. Ya Rabbi Allahumma dua zetu zisikie. Ya Rabbi Allahumma dua zetu zisikie, na maasi tuliyoyachuma ya Rabbi tughfirie.
Ya Allah, tunakuomba tusamehe dhambi zetu ya Rabbi. Allahumma, dua zetu zisikie na maasi tuliyoyachuma si kitu kwa wema wako. Endelea kufuatilia Firdaus TV hapa hapa katika vipindi tofauti vya kheri. Kumbuka, wakati sahihi ni wakati wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akhukum fillah Talib. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wakati wa Mungu, wakati wa Mungu, tusaidie.